Crazy Rocket, now available on PMBet. Mtazamaji wa PMTV, karibu. Hii ni PMTV habari, na kikubwa zaidi tunakuletea taarifa mbalimbali za kijamii kwa hivi sasa na yale ambayo yanatokea katika maeneo mbalimbali ya jamii yetu. Sasa PMTV imefunga safari mpaka Tabata, Kimanga, maeneo ya Bonde la Mchicha, na hapa tunakutana na kijana Julius John ambaye miezi 6 iliyopita mpaka hivi sasa amekumbwa na kadhia ya kujeruhiwa katika shingo kwa kuchomwa kisu na watu ambao walimsingizia kwamba yeye ni mwizi, lakini chanzo chenyewe yeye ni dereva bodaboda, alikodishwa kumpeleka mtu sehemu fulani, na mwisho wa siku akaweza kufanywa hicho kitendo na kupelekwa yeye polisi, wakati yeye ndo amejeruhiwa kwa kisingizio kwamba yeye ni mtu ambaye anafanya vitendo vya uhalifu. Sasa hapa kijana huyu Julius John anatusimulia juu ya kile ambacho kinaendelea, kwa sababu anahitaji matibabu, lakini pia msaada wa kisheria ambao mpaka hivi sasa haelewi wala alomfanyia hicho kitendo kama bado anashikiliwa na jeshi la polisi. John amenusulika kuparalyze, na hivi sasa baadhi ya viungo vyake vimeanza kufanya kazi, akisubiri taarifa nyingine kutoka kwa wataalamu wa afya pale Mloganzira kama afanyiwe upasuaji. Lakini hatua ya awali ni kwamba hivi sasa anaendelea na mazoezi ya kurejesha viungo vyake viweze kufanya kazi. Anahitaji msaada wa kimatibabu na pengine kuhakikisha kwamba walomfanyia hivyo vitendo basi wanachukuliwa hatua za kisheria. Naanza na baba mzazi wa Julius, ndugu Yohana John, naye anaelezea kile ambacho siku hiyo kilimtokea mwanae, kisha tutakwenda kuzungumza na Julius mwenyewe naye pia nini anaelezea juu ya tukio hilo lililotokea mnamo mwezi wa 6 mwaka huu. Karibu sana, mimi naitwa Juma Idi Bangla na director Nyoni ndiye ambaye ameongoza mahojiano haya. Naitwa Yohana John Mlango, mkazi wa Tabata Kimanga, maeneo ya Bonde la Mchicha. Ilikuwa mnamo tarehe 28 mwezi wa 6 kwa mida kama saa 5 hivi usiku. Nilipigiwa simu nikaambiwa kwamba mtoto wako amevamiwa huko maeneo ya Maji Chumvi. Baada ya kupigiwa ile simu, sisi ni kweli mimi na mtoto wangu tuliweza kuamka tukaenda paka eneo la Maji Chumvi kule. Kufika Maji Chumvi, kwa kweli tulikuta pikipiki ya mtoto wangu inaenda juu. Tukauliza mwenye pikipiki hii yuko wapi, akadai kwamba mwenye pikipiki hiyo amepigwa kisu na ameenda pelekwa kituo cha polisi cha Tabata shule. Kufika maeneo ya Tabata, sasa sisi tukabidi tuichukue ile pikipiki tukaileta paka nyumbani. Tukaileta paka nyumbani ile pikipiki, tukaondoka tukaelekea paka Tabata shule. Kufika Tabata shule tukaulizia, bwana kuna kijana amechomwa kisu hapa, ameletwa kituo cha polisi. Wao wakasema kwamba mtoto kweli ameletwa, lakini amepelekwa kwenye kituo cha afya cha Tabata shule pale. Sisi nikaondoka mimi na kaka yake tukaenda paka pale, tukamkuta mtoto wangu ambaye anaitwa Julius amewekwa kwenye kiti, amekaa anaomba msaada, jamani nisaidieni mimi naumia. Baada ya kufika sisi pale, kwa kweli nimekuta askari polisi pale na vijana wengi kama 3 4 hivi wamesimama pamoja na nesi yuko pale. Nikamuuliza, nesi, kuna tatizo gani? Akaniambia huyu mtu anatakiwa afanye nini? Afanye ashonwe hapa sehemu alipochomwa kisu. Akaniambia kama hapa kunatakiwa atafute uzi, akanunuliwa uzi wa naniwa kushonea pamoja na dawa ya kuchomea sindano kwa ajili ya kupunguza maumivu. Kweli pale mimi nikamuuliza nesi, hiyo sehemu ya kuuza nani hiyo uzi uko wapi? Akanielekeza nivuke ngambo barabarani kule kuna duka la dawa. Nikaenda pale nikanunua uzi, nikaja pale nikampa. Baada ya kumpa ile daktari akamshona, lakini yeye daktari hakuweza kumchoma sindano maumivu, akidai kitaka nini nimpe hela. Nikamwambia mimi hapa nimekuja hapa sina hela, mimi nipata taarifa mtoto wangu kapigwa kisu, kwa ndio nimekuja hapa, na huyu mtoto ni so muni wala so mwizi, dereva bodaboda huyu. Muone basi wala askari wakamchukua mtoto tukaenda naye paka kituo cha polisi pale.
Mtoto akasema haiwezekani tumruhusu huyo, inabidi alale hapa hapa. Mimi nikakataa. Mimi nikasema huyo Yesu anasema hivyo. Alale kituoni. Mimi nikamwambia alale kituoni kivipi? Huyu mtu sio mwizi, huyu dereva bodaboda. Hao anasikia huko ana tabia kuchoma tu visu. Nikamwambia sio kweli. Huyu aliyomchoma kisu yuko wapi? Hebu tuangalie. Mimi nikawauliza pale askari, hebu niangalie jina la huyu mtoto hapa lipo. Askari akawa anajibu, kabidi aniruhusu. Bwana nenda naye kesho, njoo naye. Hapo kwa nini askari walimzuia akasema huyu ni mhalifu? Ina maana kuna watu walipeleka kesi hospitali nani pale polisi. Walipeleka. Wenyewe walikuwa wanamtafuta. Hao watu hao ambao wanachoma kisu, tabia yao uaga wakikamata watu wanawapiga visu, alafu wanauliza kwamba hao ni wezi ili wakuibia pikipiki. Anaiba pikipiki. Wao so huyu mtu wa kwanza, huyu kama mtu wa tatu wa nne huko maeneo huko kufanya vitu kama hivi, na wengi tu ambao wanachukua pikipiki zao afu wanapewa kesi kama hizo. Ile pikipiki ambao huyu walitaka kumuibia mmeipata? Tumeipata pikipiki. Unaona? Baada sisi kuwahi ndani ile tukio pale. Ina maana kama msingewahi pikipiki ingeondoka. Ndo mtindo wao ndio lisho walivyofanya. Askari pale akaniruhusu asubuhi, tukabidi mimi tuondoke naye ile usiku. Wakati yuko hoi. Yuko hoi hapo. Lakini pale alishonwa bila kupewa sindano maumivu. Bila maumivu yote. Tukaondoka pale, tukarudi paka nyumbani. Ilipofika asubuhi, mtoto bado akawa anaumwa, maumivu makali nasikia. Tukabidi tuite bajaji, tukaondoka na bajaji kutoka hapa nyumbani paka kituo cha polisi pale Tabata. Tukamkuta askari mwingine wa zamu, tukamweleza, akasema huyu ndio ile taarifa ya jana, nani askari kuepo? Wenyewe akasema kwamba alikuwa askari fulani. Askari tena huyo kwa kweli alichomfanyia mtoto kwa kweli sio kizuri, kwa sababu alimpiga. Pamoja na kumuona kwamba amejeruhiwa afa amempiga. Muona akasema alimpiga mgongoni, bakola na kumlazimisha akae. Na kumkanyaga vidole yani vya mikono. Muona mikono pia kidogo haikamati hivi kwa sababu alimkanyaga. Hiyo siku tukio yani. Mwenyewe jinsi ambaye atajieleza mwenyewe jinsi ilivyokuwa. Basi pale tukabidi tupewe nani, tukaandika pale majina na maelezo, tukapewa P3, tukaenda zetu paka wapi? Tabata. Akasema P3 ipo huko. Nendeni wapi? Nendeni Amana. Tukabidi tuende paka Amana. Amana pale wakamweka drip za maji, wakampa kitanda, tukaandikisha pale na hela pia tulitoa pia pale. Siku ile usiku wake akatambia kwamba imepata nini transfer ya kwenda Mloganzila. Kwa hiyo angalieni msije mkaondoka ili hii ambulance ikija tu mndoke nayo. Tukakaa sisi paka inafika asubuhi ndo tukaambiwa ambulance imekamilika, udogo anatakiwa apelekwe Mloganzila. Basi sisi tukakaa nao pale paka ifika saa 6 hivi ndo tukampakia kwenye ambulance tukampeleka paka Mloganzila. Mloganzila akaingizwa pale kituo nani emergency pole, ukampokea. Kumpokea akasema huyu hapa anafanywa nini? Scan pamoja na MRI ile kwa ajili ya kuangalia ufahamu na mshipa wa nani pamoja na nini na uti wa mgongo. Basi sisi tukaenda pale wakatuandikia nani bili pale. Bili ya kwanza ilikuja 500,000, bili ya pili ikaja 400,000. Sisi tuka pale atakuwa na hiyo pesa ukabidi wampe kitanda. Kesho yake tena wakaandika tena bili ya 300,000 tu kwa ajili ya kulala na madawa pale. Basi pale sisi tukawa tunafanya nini jitihada za kuweza kupata pesa kwa ajili ya kwenda kufanyia hiyo nani. Mara baada ya kumaliza hiyo akasema kwamba atamfanyia operation. Sisi pale tukakaa ndani kama mwezi hivi tukapewa ruksa kwa ajili ya kuja nyumbani kwa ajili ya kwenda kujiandaa labda kwa ajili ya kutafuta hela kwa ajili ya kufanyia hiyo upasuaji. Vipimo vya MRI ilifanyika baada ya pata hela ndio wakamfanyia, ndio akaonekana kwamba kwenye uti wa mgongo amepigwa kitu chenye ncha kali imegonga kwenye pingili zile 3 za uti wa mgongo. Akadai kwamba huyo ndio kafanywa operation kwa ajili ya kwa inatakiwa pesa nini na nini. Kweli sasa akatupa ruksa nini kwa nyumbani ili akakae kule kwa ajili afanye nini apate matibabu kwa sababu matakoni huko alipata kidonda. Tukaja naye huko nyumbani kwa matibabu.
Mwezi ulikuwa tarehe 28 ile, mpaka nimekuja huku tarehe 27 nadhani. Ndio tarehe 27 mwezi wa 7. Kutoka tarehe 20 mwezi wa 6. Na tukabidi tumtafute daktari kwa ajili ya kumfanyia dressing ya matakoni, kulikuwa na kile kidonda kikubwa tu. Kukaa anafanyia kumsafisha na kumpaka dawa na kumfunga. Gharama yake ilikuwa kama shilingi 50,000. Yaani ndani ya miezi 3 alikuwa anatumia huyu. Yaani mwisho ulikopo ni siku ya ile uchaguzi tarehe 29 ndio daktari akuja, ndio akatuandikia tu tuandike dawa kwa ajili ya kumpaka. Lakini katika tarehe 27 mwezi wa 7 mpaka hii tarehe 29 hii nadhani kukimbilia kama miezi Oktoba 3 hivi ilikuwa anafanyia hivyo hapo. Gharama yake ilifika kama alipiga mahesabu kama milioni 2 hivi na kama 3 kasoro hivi. Kwa ile siku akija kumsafisha ilikuwa 50,000 ilikuwa tunampa. Zingine ikawa tuna hela. Akasema mimi nafanyeni, mtakapopata mtafanyaje? Mtatupa, mtanipa. Kweli ile daktari tunamshukuru kwa kweli, alifanya huruma. Alifanya jambo la huruma, ni kwa mtu mwingine yani ingekuwa mtoto ameoza, ananuka. Sijui kama tulikuwa naye paka saa hizi yani. Kwa sasa hali ya kidonda inaendeleaje? Kidonda sasa hivi kidogo afadhali, kimeshaanza kupona. Ndio sasa hivi tunampa mazoezi kwa ajili ya kukaa. Na hivyo kwa ajili ya kumsimamisha ili aweze kutembea, kwa sababu sasa hivi atembei. Hasimami wala alikuwa hawezi kukaa mwenyewe mpaka umkalishe. Sasa hivi mikono ilikuwa pia haichezi yani. Sababu ya yule kumani mkono kufa ganzi, mwili wake mzima wote ulikufa ganzi. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi ndio yuko pale, ndio tunatakiwa tuende hospitali tena. Twende tukachukue ile medical report kwa ajili ya kupeleka polisi kwa ajili ya kwenda mahakamani. Mpaka sasa hivi wahalifu walivyokuwa ndani mle hawajapelekwa mahakamani, na hatujui kama wamekamatwa na hatujui kama wako bado kituo cha polisi. Unafuatilia? Kufuatilia kwangu mimi, yule Pascal mpeleleza ananiambia kwamba atanipa ripoti baada ya ile faili lake kuja kutoka kwa mwanasheria. Asema si mwanasheria, mkaguzi. Ya juzi kati alinipigia simu akasema ile faili ishakamilika, nile nikafuate medical report. Na yeye mwenyewe alishaenda kule kwa ajili ya kwenda kupata mahojiano na daktari kule. Sasa sijui mwenyewe aliandika nini sasa katika ile report yake. Mimi ndo ananiambia niende nikafuate kule, na kule kunatakiwa hela kwa ajili ya kupata ile medical report. Anasema kwamba ukienda kupeleka hela kama laki hivi ndio unaweza kaandikiwa ile pale ndani ya wiki ndio unaweza kuipata ile pale. Kwa hiyo mpaka sasa hizi nimesimama hapa sijaenda, na hata mwenyewe kumpeleka kliniki pia bado sijaenda kwa sababu hela imetuishia. Imekata hela. Sasa sijajua kama kule polisi bado wako pale kituoni polisi, mahakamani pia bado hajapelekwa, na mimi bwana Tanzania tu nipeke medical report. Sasa sijajua medical report mtu anapelekewa baada ya yule mtuhumiwa kuwepo mahakamani au baada ya kuwa bado yuko baada ya kupelekwa mahakamani. Hiyo sasa sijajua kwamba inaendaje. Lakini ninavyojua medical report mtu anaweza kaa yuko mahakamani na unaweza ukaipeleka kwa baadaye. Lakini sasa sijui wenyewe mpaka sasa hivi wameniambia wewe nifuatilie. Sawa. Kitu ambacho kinafuata kwake huyu katika matibabu yake ni hiyo operation ishafanyika au bado? Operation bado haijafanyika. Kule tukienda hospitali kule tulikuwa tunaenda kliniki. Maki gharama yake ilikuwa kuchukua tu gari kwenda na kurudi, tulikuwa tunalipa laki 50 kwenda 50 kurudi. Umeona? Sasa mpaka sasa hivi kwa sababu bado tukienda tena kliniki, kasema tu tumpe tu mazoezi. Sasa sijajua kama atafanywa tena hiyo pasuaji au vipi, maki tumeambiwa tufanye nini? Tufanye mazoezi. Na vipi mrejesho wake wa mazoezi ambao mmeshauriwa afanye? Sasa hivi ndo anafanya kakake, anampa mazoezi kidogo. Daktari anafanya mazoezi, ndo kidogo anafanya mazoezi kwa sababu tumpatia kile ile chair ile kwa ajili ya kukaa, kwa ajili ya ndo, lakini bado hajasimama, hajarudi kama katika hali yake ile ambayo inatakiwa, kama alivyokuwa anasimama, anatembea, anaendesha chombo chake cha moto, anapeleka abiria, ndio mpaka sasa hivi bado. Hapo mwanzo alikuwa analala tu. Analala tu. Sasa hivi anakaa.
Sasa hivi kukaa anakaa, sasa hivi kukaa anakaa, paka umnyanyue hapo ndio uje umweke kwenye kochi hapa. Anakaa lakini bado ile kusimama mwenyewe bado alikuwa hawezi kukaa. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kwamba natamani asimame. Naona asimame, atembee, ndio kwa sababu hata waliofanya hivyo mzazi wake alikuja tu mara moja tu. Kwamba mimi nitalipa matibabu sio hospitali, alafu kaingia mitini. Yeye issue yake anataka twende kule polisi tuandike nini tuwatoe watoto wake. Sikasema haiwezekani sababu matibabu ya huyu bado hajatembea. Haonekani wewe, nyinyi mnakuja tu mnasema tutatoa 500,000. 500,000 kuja matibabu aina gani 500,000? Kwa hiyo wakakimbia mpaka leo hatujaona. Hamna issue yoyote ambayo yani ushirikiano wote ambao kitu chochote ambacho kinafanyika baina sisi na wale kule. Wapo tu. Kwa mnataka kuwafungulia madai yani kesi ni ya madai kwanza huyu mtu mwanao aweze kupata matibabu, lakini pia ni kesi ambao mnahitaji pia hao wahalifu wachukuliwe hatua pia za kisheria kama ni kupelekwa mahakamani. Sisi ya kwanza tunatakiwa kwanza wale wahalifu wachukuliwe hatua ya kisheria, waende mahakamani. Muona wakishafika mahakamani kule ndio itaweza tukajulikana kwamba hatima ya mtoto inakuwa wapi. Kama ni fidia watatoa kwa ajili ya hiyo huduma. Muona na mpaka sasa hivi alivyo sisi ndio tutajua. Mpaka dakika hii polisi pale hamna haki yote inafanyika pale. Wale wamewekwa tu ndani, hawaongei chochote. Wanachoongea kwamba subiri tu tunaandaa mafaili tayari shaondolewa. Mpaka sasa hivi inakimbilia mwezi wa pili sio kimbilia 3 mpaka dakika hii. Unaona yupo aliko kituo cha polisi Tabata shule. Na wafika bado hapo. Mimi mpaka sasa hivi sina uhakika kama wapo. Kwa sababu ni pale wanachoniambia wao sisi tutakupigia simu. Wananipigia simu hapa kwamba niende nikafuate tu hiyo ya mwisho walinipigia nifuate hiyo medical report kwa ajili ya kuwapelekea pale kwa mahakamani. Lakini kipindi gani kabla itokee tatizo mpaka leo? Tukielekea choma kisu. Sasa hivi unakimbia unakimbia kama ni mwezi wa 5 tokea mwezi wa 6 tarehe 28. Mwaka huu mpaka sasa hivi naenda kwa 500 au 6 hivi nadhani. Kwa sasa hivi wewe kama mzazi uko unahitaji nini kutoka kwa Watanzania? Watanzania kwa kweli mimi wanahitaji waangalie hii hali ya huyu mtoto. Sababu mtoto alikuwa anafanya kazi zake, alikuwa anajihudumia. Muone. Kwa hiyo naomba wao kama wana uwezo wa kuweza kuchangia udogo naye angalau naye kidogo apate matibabu mengine bado yani. Kama hivi kwenda kliniki natakiwa pesa. Muona kwenda na kurudi tu natakiwa laki bado haja kula ya kunywa chai. Kliniki ni huko Mloganzila. Iko kule Mloganzila yani. Unaona? Kwa hiyo sheria ifuate mkondo wake. Wale watu walio kule ndani kama wapo kule ndani kule bado mpaka sasa hivi wapelekwe mahakamani ili sheria ifuate mkondo wake. Kija katika afya ya huyu hapa anatumia dawa, yaani kuna dawa yote ambayo anatumia. Sasa hivi hana dawa kwa sababu hatuna hela kununua dawa. Kwa ni mazoezi tu. Ni mazoezi tu yani hivi unaomuona hapo. Hamna hela yote kuna dawa. Kisikia maumivu tunaenda kumnunulia nani ile Vivian ndio tunampa. Tunampa tu maumivu ya Vivian tu sasa hivi. Kisikia ile maumivu naumwa baba naumwa. Tunatoka unakufuata dawa. Sasa hivi tu daktari tulituambia kwamba tumpeleke kwenye mazoezi ya viungo. Pia kunatakiwa ila tumeshindwa kumpeleka. Kila Jumatatu na Jumanne. Tumeshindwa kumpeleka. Kama Watanzania, najua Tanzania ni watu wenye huruma. Akipata kisikia tatizo kama hili, ni wepesi sana kusaidia. Kwa hiyo mimi pia ninawaomba kama wamelisikia hili tatizo la huyu mtoto Julius John Yohana watoe msaada wao kwa ajili ya kuweza kumsaidia ili apate hizo huduma kuhusu dawa, mazoezi na pamoja kwenda huko kliniki kwa ajili ya kwenda kuchekiwa tena kwenye uti wa mgongo inakuaje kama umerudi umekaa sawa. Hiki ni kipindi cha kwanza cha kumwangalia hali yake, ila kama itaendelea kuwa mbaya ni kwamba itakachofuata ni operation. Operation wanavyodai wenyewe daktari itakuwa ni operation. Ndio itakavyokuwa hivyo. Ukitaka kusaidia wasiane na wewe namba gani? Namba zipo, naweza nikapa namba ya kwangu na namba ya mama yake. Sababu mama yake anatumia simu kubwa na mimi natumia simu ndogo. Naweza nikapa hizo namba za simu. Namba ni 0652 602432. Namba simu. Basi zile pale utaziweka sisi utaweza watakavyopiga simu
sisi tutaweza kuwapa maelekezo kwamba huyu mtu anakaa Tabata Kimanga, maeneo ya bonde la Mchicha. Huyu amepigwa kisu, amejeruhiwa na watu ambao ni wale ni wezi wa kuiweza pikipiki wale. Ndio ambao ndio walitaka kumibia pikipiki. Wale jamaa ni wezi wa kuiba pikipiki wale. Naitwa Julius John Yohana. Julius, hebu kwanza tugee picha siku hiyo, kama unakumbukumbu hiyo siku ilikuwaje? Kwa kweli walikukodishia wapi, wakataka kupeleke wapi, na mwisho wa siku kwa nini walifanya hivyo? Maana kuna mtu alinikuta sehemu dukani tu nanua vitu vya usiku nije kulala, maana mimi bodaboda sikeshagi. Ikifika mida saa 4 saa 5 narudi nyumbani nalala. Sasa ndo muda wa kurudi nyumbani nilale, kuna mtu akaja na demo wake. Akaniambia, "Wewe bodaboda?" Nikamwambia, "Ndiye mimi bodaboda. Samani tupeleke Maji Chumvi, tumpeleke demo wangu." Nikamwambia, "Mimi muda wa kufanya kazi umeisha." Yule mshikaji aliniforce sana, "Nipeleke bwana. Sasa hivi usiku usafiri hamna." Nikasema basi sawa. Nikamuuliza naenda sehemu gani? "Naenda Maji Chumvi hapo. Tunamwacha huyo mwanamke afu tunarudi." Nikamwambia, "Haina shida, twende." Sasa kufika pale sehemu ya tukio nikamshusha. Maana huyo mtu sikuwa namsubiri na udi naye. Sasa kumshusha namsubiri, wanaganagana dakika 2-3, nashangaa watu wamekuja wamenivamia. Sasa kunivamia mimi sikuelewa. Sasa mimi kwa haraka pale nikajua hawa sio watu wazuri. Nikachukua simu nikampigia kakaangu. Nikamwambia, "Kaka, mimi nilipo hapa naona kama hata sielewi, naona kama kuna watu siwaelewi." Akaniuliza, "Uko wapi?" Mimi nikamwambia nipo Maji Chumvi. Sasa kakaangu aweza ni kama siala. Nikamwambia, "John," maana kakaangu anaitwa John. Nikamwambia, "John, acha masiala, mimi kweli mimi watu naona siwaelewi." Wakanipola ile simu. Wakati wako mbali kidogo na yeye. Wapo karibu kabisa. Ulivyokuwa piga simu usikie. Sio kwa naongea nao ile kama najificha. Hasa muda walivyoniona wakaichukua ile simu. Kuchukua ile simu akaongea naye akamwambia, "Bwana, hapa hamna shida." Wakaikata ile simu ile, akabaki nao wale pale. Sasa pale mimi najitetea, nashangaa kitu tu kimenichoma. Nashangaa tu mimi nimedondoka, nashangaa mwili kama umeparalyze. Nimedondoka tu, maana niko juu ya pikipiki. Si ndo nasubiri. Walivyonichoma kile kisu, maana walinichoma maeneo ya shingo nyuma. Walivyonichoma ufahamu wote umekata pale, nikadondoka chini na pikipiki mpaka chini. Sasa kufika chini, naona nikija kujinyanyua hivi, naona mwili hautaki. Sasa pale nikashangaa. Kwani shida nini? Kijinyanyua naona kama mwili hauendi. Kufika pale wakanikimbilia, maana nilivyodondoka wakanikimbilia. Kusema kweli nani hao wakimbilia? Awalifa wakanikimbilia. Kusema kweli walifika pale wakanisachi mifukoni kwangu. Ile hela yote ile ya siku niliyofanyia kazi wakachukua. Maana pale sina nguvu yote hata kusema kunyanyuka. Sina, maana nimekuwa kama mtu aloparalyze. Hasa wanavyochukua vitu vyangu mfukoni sina nguvu yoyote. Mimi nabaki kuangalia. Hivyo maiza pale nikaanza kupiga kelele, "Jamani msaada, jamani msaada." Kufika pale mimi nikaangania, jamani kwani mimi nimewafanyia nini? Kupiga kelele, wakanichukulia bajaji wao wenyewe. Wahalifu wakanichukua bajaji. Kuchukua bajaji pale wakanipeka Tabata polisi. Kufika Tabata polisi, maana pale walivyojua washanifanyia vile, waitaka jitetee. Kunisingizia mimi nini? Mwizi. Sasa kufika pale polisi, maaskari wakatoka nje. Maana walivyofika wakalaza chini.
Maki kwa uwezo hata kusimama tena kwa sina. Nikalazwa chini kama mtu alokufa. Damu hapo zinanimwagika. Sasa polisi alipokuja akaniambia, "Wewe umefanya nini?" Mimi nikamwambia mimi sijafanya kitu, hawa wanataka niibie. Sio wataka niibie, washaniibia. Polisi mage wale pale washaniwahi. Wameenda kuniambia mimi mwizi. Askari walijua mimi kweli ni mwizi. Kufika pale askari mmoja akaja. Akaniambia, "Wewe amka." Mimi nikamwambia askari hapa kuamka siwezi. Nashangaa mwili wangu kama umeishiwa nguvu. Unanitania. Sasa mtu aliniokopo nao wazani kama masiala. Mimi sasa pale mimi nazidi kulia, tunasikia tu mwili wangu kama ganzi. Askari pale akaja, akaanza kunikanyaga mikono. Hasa kinikanyaga mikono mimi ganzi naisikia, napiga kelele. Ananiambia, "Kumbe unasikia wewe?" Wewe mbona amka unanitania? Ngawa mimi askari siwezi kuamka, mimi ngoza kuamka singeamka hapa. Kweli askari akaamini, akamtuma vijana bakola. Alinipiga sana bakola za mgongo. Lakini uwezo kwa sina. Nitafanyaje? Nilumia sana. Hasa kufika pale nikamlilia askari mmoja wa kike kwa mama. Nikamwambia askari samahani. Nifanyeni basi hata niende hospitali. Kulialia wataka waniburuze maki kituo cha polisi na hospitali au sio mbali sana. Wataka waniburuze mpaka hospitali. Nikamwambia bajaji mimi simekuja nayo, bajaji hapa, nipelekeni hospitali. Pale askari kwa elekeza ndio kunipeleka kwenye bajaji. Kufika hospitali nikaletewa kiti ilichea kile. Maana alivyonikalisha kwenye kiti sikai. Kama kambale, unamjua kambale? Maki alivyonikalisha nadondoka hadi chini, maki mwili saona nguvu. Maki upaka nadondoka hadi chini, naambia jamani, mmoja anishikilie ili anipe balance. Wakati wale wameshaondoka wale walifu. Wapo hajaondoka. Walikuwa usikizi. Wakakuchukua pia muende kwa hospitali. Huko huko nimeenda nao. Hasa kufika pale mmoja akanikalisha, akanishika. Huko ananiburuza anipeleka kituo cha afya. Nimefika pale kituo cha afya karibu na kitandani, wameniacha. Nimekaa kwenye lichea. Hasa nikimwangalia mwalifu mmoja yupo. Namwambia, "Make mimi simjui." Naambia mkaka, "Samani, njoo nini? Uneke kitandani." Ananiambia subiri kwanza. Mimi nasikia maumivu, damu zinanitoka. Nasikia maumivu ya ajabu. Sasa akapita nesi, nikamwambia nesi samani, niweke kitandani. Akaniambia, "Mimi siwezi nikakubeba wewe." Sasa muda ule nesi alivyoniambia vile, nishajikatia tamaa. Maana kusema kweli ile siku kwa sio siku yangu. Maana ile siku kupona kufa. Maana paka kuna muda kwa najisikia hapa sijui kama nitatoboa. Lakini Mungu sio Asumani. Naangalia mbele, namuona baba yangu na kaka yangu. Kumuona mimi kaka yangu, nikapiga kelele. Nikamwambia, "Kajoni, njoo mdogo wako nisaidie." Kweli kufika pale kaka yangu aniuliza, "Juli, shida nini?" Hasa muda huo nikoponisha changanyikiwa, maana nikijiangalia na hali yangu yenyewe ilivyokuepo. Niko kama nimepagawa, maana mtu ukiwa na hali ile. Nikamwambia mko Joni, kwanza kakangu. Kwanza nilaze kitandani. Kweli kufika pale kaka yangu na baba yangu kufika pale ndo kunilaza kitandani. Ndo mimi kupatiwa matibabu kufika mimi ndugu zangu. Bila hivyo kufika ndugu zangu sidhani kama hakuna msaada wote. Nisingekuwa msaada wote. Na hakuna polisi ambaye kaongozana na wewe kwa sababu sio amekupa kesi. Hakuna polisi ambaye kaja hadi pale. Polisi alikuja mmoja. Alikuja pale, alikuwepo nao. Hasa mimi kufika pale ndo kupewa matibabu, babangu kuja, mimi kufanywa matibabu. Maana nimeshonwa bila hata sindano ya ganzi, bila dawa yoyote. Maana kusema kweli kitendo alichonifanyia sio binadamu.
Sawa, kwa sasa hivi unajisikiaje mwili? Kwa sasa hivi nashukuru kidogo, Mungu ananisaidia, yupo pamoja na mimi. Kidogo ndo paka maana kwa siwezi hata kukaa, maana nilikuwa ni mtu wa kulala tu. Kama mtu aloparalyze, mtu hata kufanya shingo kufanya hivi siwezi. Kidogo paka sasa hivi nachukua mazoezi ya kukaa. Mungu naye anasaidia. Kweli. Na mikono kidogo nanyanyua sasa hivi, lakini kula mwenyewe bado. Miguu nayo? Miguu ndo hivyo, inabidi daktari alikuja mara mwisho ile ananitibia kidonda. Ainiambia sasa hivi make kwa aliniyokuwa nayo. Sasa hivi kidogo Mungu anasaidia, naendelea vizuri. Inabidi ninavolala hivi mwili unazidi kulala. Inabidi niambia kila Jumanne na Jumatatu inahitajika niende sehemu ya kufanya mazoezi ya mwili. Sema ndio hivyo, unajua gharama. Maana kusema ukweli paka nilipofikia hapa gharama nyingi sana imetumika. Sawa, labda ulikuwa una neno gani kwenda kwa serikali na Watanzania? Serikali na Watanzania naomba wanipambanie, wanisaidie. Mtu yote tutamgusa, naomba anisaidie. Ulikuwa na matarajio gani kama isingekuta tatizo kama hili? Yaani bodaboda ilikuwa ni ya mtu ama ilikuwa kwako? Mimi bodaboda kusema ukweli Mungu kanijalia hii bodaboda nimaliza mkataba. Nilipomaliza mkataba kabla sijatokea tatizo hili akwa nisha panga mambo yangu. Sasa hivi nitakiwa hata nina pikipiki yangu. Hii hapa nimpe mtu iniingizie hela, huko natafuta mimi mwenyewe riziki. Maana pikipiki nishamaliza mkataba ni ya kwangu, kadi ipo ndani. Mungu akujalie ukapona ukarudi katika afya yako, utaendelea na shughuli hizi? Sijajua, maana kusema kweli sisi vijana ukikaa mtaani utaambiwa mambo mengi, utaambiwa umwizi, utaambiwa mtoto eleweki. Ndio mimi nikapambana sana nipate kazi yangu. Unajua ukiwa na kazi unaheshimika. Kusema kweli mimi mtaani hapa, mimi mtaani kusema kweli mimi wananijua, mimi mtoto mingi nikitoka asubuhi narudi usiku. Ndio hivyo ashanizoea. Siwezi nikashinda mtaani, nikitoka asubuhi narudi usiku. Hauna tabia zozote za kihalifu hata siku moja hujaje kufanya tukio kama hilo? Tabia za kihalifu? Hapana. Maana paka tatizo hili linanitokea paka majirani zangu walionizunguka wametia mkono. Ningekuwa mhalifu au ningekuwa mwizi wa kibaka wangenisaidia kweli? Kwa hiyo hao watu ambao wamekufanya hivyo ndio vitendo vyao? Mimi ndio ninachosikia hiyo ndio vitendo vyao. Mimi kwa jua wale pale yule abiria niliompakiza wa kike kule ndo kwao. Yule abiria wa kike kule ndo kwao. Mimi ndo kufanya ndo kwa jua wale pale. Lakini mimi wale kwa siwajui. Wamekuharibia maisha yako, labda wewe kwa unataka nini kutoka kwao? Kwa serikali, kwa wale wahalifu, wewe kama wewe ungehitaji kitu gani ili useme sasa na wao walipe hii damu? Kusema kweli damu yangu haiwezi kwenda bure. Manake bora unamfanyia mtu kitu ambacho unagomvi naye au una bifu naye. Manake mimi kusema kweli mimi ni mtu wa watu. Manake mimi ugomvi sina. Manake mimi nitaka nibadilishe maisha yangu ambayo mtu akiniangalia anishangae sana. Mimi mambo ugomvi sina. Watu wote wanajua. Ugomvi sina kabisa. Pole sana. Shapo mpaka nimefika hapa. Jambo la kumshukuru Mungu, naendelea kumshukuru Mungu. Okay, mimi na imani kupitia PMTV Watanzania wamekuona, watatuma chochote kitu kuweza kuchangia matibabu.
lakini pia tunasema tumweke Mungu mbele. Ipo siku naamini utanyanyuka. Amina. Kusema kweli wa Tanzania, naomba mnipambanie ili nirudi kwenye hali yangu kama zamani. Hilo tu naomba nisaidie. Basi nikuache upate kidogo mapumziko hapa, afya irudi vizuri, na sisi tumekuja siku ya kwanza hii, lakini kadri siku itakavyokwenda mtatupa taarifa nini ambacho kinatakiwa, labda kama tunahitajika tena tuje, sisi tuko tayari. Basi saa na niwashukuru sana kuja kuniona. Nimefurahi sana. Ugua pole. Asante.